Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo, jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 7 za mkoa Belgorod unaopakana na Urusi kwa ndege 57 zisizokuwa na rubani na silaha 33 kwenye muda wa saa 24 zilizopita. Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia kituo chake cha Telegram siku ya Jumatatu. Vilevile wanajeshi wa Ukraine wameua familia nzima na kubaka wanawake kabla ya kuondoka kwenye makazi ya Selidovo katika Jamhuri ya Watu Donetsk mwishoni mwa 2024. Mkazi aliyehamishwa anasema kupitia video iliyopatikana. Anasema mji ulikuwa mahali penye machafuko mwishoni mwa Oktoba, wakati ulikuwa bado unakaliwa na jeshi la Ukraine. Mauaji makubwa ya raia yalikuwa yakiendelea katika mtaa wa Ostrovskogo. Watu watatu waliwauliza wanajeshi wa Ukraine, mtaondoka lini tayari? Na waliwaua kwa maneno haya Oktoba 24. Familia ya watu 5 ilipigwa risasi katika mtaa wa Kochursinskaya. Mkazi huyo alisema katika video iliyotolewa na mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko. Vile takriban 80% hadi 90% ya vifaa vya kijeshi na zana zilizoharibiwa katika mkoa wa Kursk wa Urusi ni mali ya nchi za NATO. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi anayesimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema silaha zilizoharibiwa katika eneo la mkoa wa Kursk labda ni silaha za 80% hadi 90% za nchi za NATO. Mwanadiplomasia huyo alisema kwenye channel ya Soloviev Live. Kulingana na yeye, hizi ni vifaa vya kijeshi na kiufundi: risasi, silaha ndogo, migodi, makombora na mifumo ya kurusha roketi nyingi. Hayo yakiendelea, kukombolewa kwa Stepovoe na wanajeshi wa Urusi kutatatiza usafirishaji wa jeshi la Ukraine magharibi mwa mkoa wa Zaporizhzhia na uhamishaji wa wanajeshi wake kati ya Orekhov na Kamenskoye. Mwenyekiti wa tume ya chemba ya kiraia ya Urusi juu ya miradi ya kizalendo na msaada wa wakongwe, Vladimir Rogov, anasema Wizara ya Ulinzi iliripoti mapema Jumatatu kwamba vitengo vya vita vya Dnipro vilikomboa makazi ya Stepovoe katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operesheni kali. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile usitishaji vita siku 30 uliopendekezwa na Marekani unaweza kuiga makubaliano ya Minsk ambayo hayakufanikiwa, ambayo yaliishia kuipa Kiev auheni ya muda. Mtaalamu wa TAI katika uhusiano wa kimataifa Krisada Promevk anasema ni wazi kwamba Moscow ikubaliani na hali ya usitishaji mapigano kwa muda, kwani itatoa nafasi ya kupumua kwa jeshi la Ukraine. Ninaamini kuwa usitishaji vita wa siku 30 utaipatia Ukraine muda wa kujiandaa kwa makabiliano mapya na Urusi. Hata hivyo, Ukraine kwa sasa ipo katika hali mbaya, hasa baada ya kupoteza maeneo katika mkoa wa Kursk. Imenyimwa fursa ya mazungumzo na Urusi katika masharti yaliyowekwa. Profesa katika chuo kikuu alisema, tunaona kwamba kuna masuala mengi magumu ambayo yanapaswa kutatuliwa kabla ya kufikia makubaliano. Haya ni pamoja na, kwa mfano, kujisalimisha kwa askari wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk, utambuzi wa kimataifa wa maeneo yaliyopotea na Ukraine na sasa kutambuliwa maeneo ya Kirusi, Kiev kusitisha uandikishaji, kusitishwa kwa msaada wa kijeshi wa magharibi na kupiga marufuku kutumwa kwa askari wa kigeni wa Vladimir wanaofanya kazi kwa bidii na walinda amani wa Kiev. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Ukraine linajaribu kushikilia jamii 3 pekee kwenye eneo la mpaka la Kursk la Urusi zikipata hasara kubwa. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa ya jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abtelodinov, anasema wanajaribu kushikilia jumuiya 3 tu kwa nguvu na uwezo wote, lakini kwa kweli wanashindwa katika jaribio hili. Siwezi kuhesabu mapema ni miili mingapi ya adui yetu kutakuwa na, lakini nadhani kwamba wanapata hasara kubwa sana, na hii ndiyo wanayofanya, kamanda mkuu wa Kirusi alisema wakati wa matangazo ya moja kwa moja kwenye kituo cha television cha Russia 1. Jeshi la Ukraine lilianzisha shambulio kubwa katika mkoa wa Kursk mnamo Agosti 6, 2024. Vile jeshi la Urusi litaweza kuunda eneo salama baada ya ukombozi wa mkoa wa Kursk. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi kisiasa ya jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Meja Jenerali Abtelodinov, anasema adui wetu wanapata hasara kubwa licha ya kupeleka akiba yake bora zaidi kwa maeneo ya Sudza na Sumi, kuwavuta kutoka maeneo mengine. Hii itafaidika vitengo vyetu vingine ambavyo vinasonga mbele kwenye mstari mzima wa ushirikishwaji. Hivi karibuni tutaona matokeo, sio tu kwamba tutakuwa tumekomboa ardhi yetu wenyewe, lakini pia tutaanzisha eneo la buffer zone ambalo kamanda mkuu
amelikamilisha vyema jukumu hili. Alisema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye mkoa wa Kursk ni kwamba vilevile vikosi vya jeshi la Urusi vimeshinda brigade za Kiukraini karibu na Gogolevka, Gonal, Goyevo na Oleshnya katika mkoa wa Kursk. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema Kiev imepoteza zaidi ya wanajeshi 68,000 tangu kuanza kwa mapigano katika eneo hilo. Hasara za Kiukraini kwa siku hiyo zilifikia zaidi ya askari 280. Vile vikosi vya Urusi vimekomboa kikamilifu eneo la Stepovoye katika mkoa wa Zaporizhzhia katika siku iliyopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu vitengo vya vita vya Dnipro vilikomboa makazi ya Stepovoye katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia shughuli za kazi na za maamuzi. Walisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigade ya ulinzi wa pwani ya jeshi la Ukraine na brigade ya ulinzi ya eneo katika maeneo karibu na makazi ya Taginka katika mkoa wa Kherson na Pavlovka, anasema katika taarifa wizara kwenye mkoa huo. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya takriban askari 90 wa Ukraine na kuharibu ghala la risasi la adui katika eneo lake la uwajibikaji kwenye mkoa wa Kharkov katika siku iliyopita, wizara hiyo imeripoti. Vile Umoja wa Ulaya unatafuta njia ya kujiunga na mazungumzo kuhusu Ukraine, lakini hauoni ni jinsi gani unaweza kufanya hivyo katika hatua hii, anasema mkuu wa diplomasia Ulaya Kaja Kallas. Tunajadili swala hili na waingiliaji tofauti, alisema alipoulizwa kuhusu uwezekano wa ushiriki wa muungano katika mazungumzo kati ya Urusi na Marekani. Umoja wa Ulaya unatafuta njia ya kujiunga na mazungumzo kuhusu Ukraine, lakini hauoni ni jinsi gani unaweza kufanya hivyo katika hatua hii, mkuu wa diplomasia Ulaya Kaja Kallas anasema. Tunajadili swala hili na waingiliaji tofauti, alisema alipoulizwa kuhusu uwezekano wa ushiriki wa muungano katika mazungumzo kati ya Urusi na Marekani kuhusu makubaliano ya amani nchini Ukraine. Hivi sasa ni diplomasia ya kuhamisha kwa sababu hakuna meza mazungumzo ambayo inaweza kutumika na wawakilishi wa EU. Alisema EU imekutana na wapatanishi wa Marekani ili kutoa sauti mambo tofauti ambayo yanaweza kuletwa na Warusi. Hapo awali msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema kuwa Rais Putin atazungumza na kiongozi wa Marekani Donald Trump mnamo Machi 18, lakini hakufichua mazungumzo yao yatagusa nini. Vile Ujerumani imesasisha orodha ya silaha ilizotoa kwa serikali ya Kiev ili kujumuisha miongoni mwa mambo mengine magari 24 yanayokinza ambush protected vehicle, kombora moja la Iris-T SLM na mitambo mingine. Orodha hiyo imechapishwa na serikali ya Ujerumani. Pia inajumuisha risasi za vifaru vya Leopard 1 na magari ya kivita ya Marder. Ujerumani ni nchi ya pili kwa kuuza silaha kwa Ukraine baada ya Marekani. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Ujerumani Steven Hebestreit, Ujerumani imetoa euro bilioni 44 kwa msaada mbalimbali kwa Ukraine tangu kuanza kwa mzozo huo. Katika pendekezo la bajeti ya 2025, nchi ilitenga euro bilioni 4 kwa msaada huo, nusu ya kiasi ilichotumia mwaka huu, walakini Bundestag bado haijaidhinisha pendekezo la bajeti. Vilevile Slovakia haitatenga senti moja kwa ajili ya msaada wa kijeshi kwa Ukraine na haitashiriki katika misheni yoyote ya kijeshi nchini humo. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico anaandika kwenye Facebook, Slovakia haitashiriki katika misheni yoyote ya kijeshi kwa Ukraine na haitatenga hata senti moja kwa ajili ya msaada wa kijeshi. Wakati huo huo, waziri mkuu alisema kwamba alipendelea kufanya mkutano wa kawaida wa serikali za Slovakia na Ukraine katika muundo wa majadiliano. Wakati wa mkutano ujao, mawaziri wa nchi hizo mbili wanapaswa kuzingatia miradi ya ushirikiano. Fico pia alisema kuwa Bratislava itaendeleza juhudi zake zinazolenga kurejesha usafirishaji wa gesi kupitia Ukraine. Ulaya haitaweza kushindana bila gesi ya Ukraine. Slovakia itaendelea na juhudi zake za kidiplomasia kurejesha usafiri huu, waziri mkuu aliandika. Pia alipinga uwezekano wa vikwazo vya EU dhidi ya nchi yake. Vile zaidi ya nchi 30 zinanuia kujiunga na kile kinachoitwa muungano wa nia ya kuunga mkono Ukraine. Msemaji wa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema, tunatarajia zaidi ya nchi 30 kuhusika katika muungano wa walio tayari. Kituo cha televisheni cha Sky News kilimnukuu akisema, uwezo wa kuchangia utofauti lakini hii itakuwa nguvu kubwa na idadi kubwa ya nchi zinazotoa wanajeshi na kundi kubwa kuchangia kwa njia zingine, msemaji huyo aliongeza. Vile nchi za magharibi zinaonekana kutojali kabisa usalama wa wafanyakazi wa kimataifa wa shirika la Atomic, mjumbe wa Urusi Mikhail Ulyanov anasema. Katika mkutano na waandishi wa habari alikumbuka jinsi vikosi vya Ukraine viliwalenga wafanyakazi wa shirika la Atomic
katika shambulio ambalo liliharibu mzunguko uliopangwa Februari katika eneo la Zaporizhzhia. Vilevile China haijawahi kutoa silaha na vipengele vya matumizi mawili kwa washiriki wa mzozo wa Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, anasema kwenye mkutano huo, China daima imekuwa ikihimiza kikamilifu amani na mazungumzo katika swala la Ukraine. Nchi hiyo haijawahi kutoa silaha za kuua kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo na kudhibiti kwa uthabiti bidhaa zinazotumika mara mbili. Alisisitiza akitoa maoni yake kuhusu taarifa hivi majuzi iliyotolewa na wanadiplomasia wakuu kutoka nchi za kundi la G7. Shukrani kwa Babe wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.